Uwanja wa skuli ya Ahlul Bait Tumbe, wilaya ya Micheweni, ulijaa furaha na bashasha isiyo ya kawaida. Wanafunzi waliovalia sare zao nadhifu, wazazi, walimu na viongozi wa jamii walikusanyika kushuhudia mahafali ya 8 ya shule hiyo. Ilikuwa siku ya pongezi, shukurani na matumaini mapya. Akiwa mgeni rasmi, mkuu wa mkoa wa Kaskazini Pemba, mgeni Khatibu Yahya, alizungumza kwa sauti iliyojaa msisitizo wa matumaini. Aliwakumbusha wanafunzi na walimu kuwa wao ni nguzo muhimu katika safari ya elimu ya watoto na kwamba serikali haiwezi kufanikisha malengo ya ufaulu bila ushirikiano wao. Maneno yake yaliwagusa wengi, hasa alipowahimiza wanafunzi kuendeleza bidii yao ya masomo. Na kufika hapa nikaona wilaya ya Micheweni ni nambari 1. Micheweni oye! Micheweni oye! Niendelee kuwapongeza, niendelee kuwashukuru wananchi wote wa wilaya hii ya Micheweni, niendelee kuwashukuru walimu wote, niendelee kuzishukuru kamati zote za skuli za wilaya hii ya Micheweni. Niwaambie hongereni sana, tuzidi kushirikiana kamati za skuli, walimu, wazazi, kuhakikisha vijana wetu hawa wanapata elimu iliyo bora, lakini na malengo ya Mheshimiwa Rais yanafikiwa. Dr. Mwinyi oye! Tuwashukuruni uongozi huu wa Ahlul Bait kwa kazi kubwa walioifanya. Katika risala yao, wanafunzi wangu, watoto wangu wakati wanasoma utenzi walieleza changamoto ambazo walikumbana nazo. Mwenyezi Mungu aliwapa nguvu, wakaweza kusimama na hatimaye leo hii wameweza kuheshimisha mkoa wetu huu wa Kaskazini Pemba kwa kutokea namba 1 katika skuli zote za Zanzibar. Hongereni sana. Na yote hayo tunatambua kwamba ni mashirikiano yenu nyinyi walimu pamoja na wazazi. Kipindi nipo wilaya Micheweni muliniunga kwenye lile grupu lenu, nilikuwa naona namna wazee, walimu mnavyoshirikiana. Leo hii tumejionea matokeo yake. Matokeo ya mashirikiano ni ufaulu ulio bora. Na niwaambie vijana wangu, watoto wangu wapenzi, hongereni. Ofisi ya mkuu wa mkoa kupitia mimi mkuu wa mkoa na kupongezeni sana na kutakieni kila la heri. Mwenyezi Mungu awajalie muzitimize ndoto zenu mulizojiwekea. Lakini tukio lililozua hisia zaidi ni pale alipotoa wito wa harambee kuisaidia skuli hiyo. Bila kusita, viongozi, wazazi na wadau mbalimbali waliinuka mmoja baada ya mwingine kuchangia kwa hali na mali. Kila mchango uliambatana na makofi, tabasamu na matumaini ya kuona shule ikipiga hatua zaidi. Na wale ambao leo hii wameweza kutuchangia ni washukuru sana, lakini tuendeleeni kuwatafuta wafadhili ili waweze kuisaidia shule yetu hii. Na mimi naomba niseme ambacho nitaungana na nyinyi ambao leo hii mmeweza kuchangia. Mimi binafsi, mkuu wa mkoa, kwa sababu hapa tulikuwa tunachangia binafsi, nitachangia mifuko 50 ya saruji. Kwa hiyo naomba tutaje kile ambacho tumeweza kukikusanya kwa siku hii ya leo. Tumekusanya, ukijumlisha na mifuko 50 niliyoitaja mimi, tumekusanya mifuko 239. Takbir! Lakini pia tumeweza
kukusanya fedha taslimu shilingi milioni 3.8. Takbir! Tumekusanya pia gari 2 za mawe, gari 1 ya kokoto, laptop 1, vifaa vyote vya ujenzi kwenye majengo yetu yale 4 ambayo tumeanza. Kwa hiyo niombe uongozi wa skuli, tathmini ile iandikeni, ipelekeni Wizara ya Elimu ili waweze kutukamilishia kwa haraka. Wizara ya Elimu oye! Dr. Mwinyi oye! Lakini pia tumeweza kusaidiwa stationery. Kwa kweli leo kama nilivyosema ni siku ya furaha, ni siku ya bashasha kubwa. Lakini pia kuna pesa, hizi ni ahadi kuna pesa taslimu shilingi 5,533,000. Hizi tumeweza kuzikusanya hapa leo. Niombe nimkabidhi mwalimu mkuu, na hizi nyingine zote itakapofika tarehe 31 niombe ziwe zishakamilika, tuje tumkabidhi mwalimu kwa ajili ya utaratibu mwingine. Tumbe oye! Kwa hiyo nendeni mkaendelee kuwa watoto bora wenye nidhamu, mkawe wasikivu kwa walimu wenu, mkawe na heshima kwa wanafunzi wenzenu. Mwalimu mkuu hapa ameniambia kila mmoja wenu tayari amehifadhi juzuu 30. Kwa hiyo Qur'ani unapoiwacha nayo inakuacha. Nendeni mkaendeleze Qur'ani ambayo mmepatiwa iliyopo kwenye vifua vyenu, iendelezeni ili iweze kubakia mpaka kesho yaumul kiyama. Mwisho wa hafla hiyo ilikuwa wazi kuwa haikuwa siku ya mahafali pekee, bali siku ya mshikamano. Skuli ya Ahlul Bait iliondoka na zawadi kubwa ya upendo na msaada kutoka kwa jamii, huku wanafunzi wakiondoka wakiwa na ndoto mpya, wakiamini kuwa bidii yao inaungwa mkono na kila mmoja aliyekuwepo.